Ujerumani yasema Iran inapaswa kuzungumza moja kwa moja na Marekani kuhusu mzozo unaoendelea. Na viongozi wa ECOWAS wasema wanakabiliwa na ongezeko la machafuko na ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo kadhaa ya Iran huku vita kati ya mahasimu hao wawili vikiendelea kwa siku ya 11. Jeshi hilo limesema kwamba zaidi ya ndege 15 za kivita zilishambulia eneo la Kermanshah na kuyaharibu maeneo hayo pamoja na ghala la kuhifadhi silaha zinazotumika kuishambulia Israel. Taarifa kutoka ndani ya Iran kwenyewe zinasema mashambulizi ya Israel yamepiga karibu na jengo linalotumiwa na shirika la misaada ya kiutu la Hilali Nyekundu kaskazini mwa mji mkuu Tehran, na pia kinu cha nyuklia cha Fordo kilichokuwa kimeshambuliwa na Marekani siku ya Jumamosi. Iran kwa upande wake imefanya mkururo wa mashambulizi asubuhi ya leo ndani ya Israel ikisema imelenga maeneo ya kijeshi na kimkakati yanayotumika kuishambulia. Israel ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi nchini Iran mnamo Juni 13 ikidai kuwa inalenga kuizuia jamhuri hiyo ya Kiislamu isiwe na silaha za nyuklia. Mashambulizi hayo yameua viongozi wa kijeshi, wanasayansi, raia na kuharibu miundo mbinu ya nishati. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Iran inapaswa kuwa na majadiliano ya moja kwa moja na Marekani kufuatia mashambulizi iliyofanywa na Washington katika vinu vyake vya nyuklia, japokuwa Umoja wa Ulaya uko tayari kuchukua jukumu katika majadiliano hayo. Akizungumza na waandishi habari mjini Brussels kuelekea mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Ulaya, Wadephul amesema ni ishara nzuri ya Iran kutaka kuzungumza na Ulaya, lakini haitoshi na ni bora Marekani ikahusishwa. Kila mtu anajua kwamba lazima kufanyike mazungumzo. Nadhani kila mtu yuko tayari kwa hilo, na kile kilicho muhimu sasa ni kwamba Iran hatimaye inaelewa kwamba ni lazima iingie katika mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Ulaya inataka kusaidia, itasaidia, lakini tunaweza kusuluhisha swala hili haraka sana ikiwa Iran hatimaye na kwa uwazi itaachana na mpango wake wa nyuklia. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na viongozi wa Uingereza katika ziara yake nchini humo hii leo kujadili ulinzi wa Ukraine na pia hatua za kuishinikiza Urusi kuacha kuishambulia nchi yake. Akiandika katika mtandao wake wa X, Zelensky amesema ziara yake pia itajumuisha juhudi za kusitisha mashambulizi Ukraine. Huku hayo yakiarifiwa, droni 352 na makombora 11 ya Urusi yaliyorusha Ukraine yamesababisha vifo vya watu 10 mjini Kiev. Timu ya uokoaji bado inaendelea na juhudi za kutafuta miili na manusura wanaoaminika kukwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Rais Zelensky ameliita shambulizi hilo kuwa moja ya mashambulizi mabaya katika vita hivyo vinavyoelekea mwaka wake wa 4. Abuja. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo na Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wamekiri kwamba kanda hiyo iko matatani ikikabiliwa na ongezeko la machafuko na ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone aliyechukua wenyekiti wa kupokezana wa jumuiya hiyo kutoka kwa Rais Bola Tinubu wa Nigeria alisema Afrika Magharibi inapitia changamoto kubwa ikiwemo ukosefu wa usalama katika kanda ya Sahel na mataifa ya Pwani, ugaidi, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, upitishaji wa silaha kimagendo na uhalifu wa kupangwa. Katika mkutano wa viongozi hao uliofanyika jana mjini Abuja, Nigeria, Maada Bio alisema muda umefika wa kushirikiana kikamilifu kiusalama, ikiwemo kuwa na kitengo cha pamoja cha ujasusi na kitengo cha utoaji wa majibu ya haraka. Kinshasa. Shirika la kimataifa la kulinda haki za watoto la Save the Children limesema kumekuwa na ongezeko la kutisha la watoto wanaonyanyaswa kingono nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya shirika hilo iliyotolewa leo Jumatatu inaonyesha kiwango hicho ni mara 3 ya idadi ya visa vya unyanyasaji vilivyoripotiwa mwaka mmoja uliopita. Kulingana na shirika hilo, kati ya mwezi Januari hadi Juni imekusanya taarifa za zaidi ya visa 478 vya unyanyasaji wa kijinsia ambavyo ni ongezeko la 249 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Limesema visa 172 kati ya hivyo ni vya ubakaji dhidi ya watoto. Na tangu mwezi Januari mwaka huu raia
nchini humo wamekimbilia Burundi, ambayo ni moja ya nchi masikini zaidi duniani yenye maelfu ya wakimbizi kutokana na mizozo iliyopita. Hali hiyo inaripotiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano yaliibuka tena mapema mwaka huu baada ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kudhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Mzozo kati ya Iran na Israel wazidi kutanuka. Marekani yajiingiza katika mgogoro huo. Idadi ya vifo yaendelea kuongezeka huko ukanda wa Gaza, huku bado mambo yakiendelea kushuhudiwa na kupamba moto kati ya Israel na wanamgambo wa Kipalestina. Hali pia tutaiangalia katika viwanja leo. Bruce Amani atajiunga nasi hapa katika sehemu ya michezo. Mimi ni Josephat Charo. Msikilizaji, karibu katika uchambuzi wa ripoti zetu. Na bila shaka msikilizaji unatutegea sikio mahali popote pale ulipo, na moja kwa moja basi tuanze na hali ya mzozo kati ya Iran na Israel ambao unazidi kutanuka baada ya Marekani kuvishambulia vinu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa juma. Hivi leo kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amemtuma waziri wake wa mambo ya nje mjini Moscow kuomba usaidizi kwa Rais Vladimir Putin. Lakini kwa upande mwingine, Rais Donald Trump wa Marekani ameionya Iran dhidi ya kufanya mashambulio ya kulipa kisasi, huku wasiwasi ukiongezeka duniani juu ya mzozo huo. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekwenda Moscow kuomba usaidizi wa Urusi baada ya Marekani kufanya mashambulio makubwa ya kijeshi dhidi ya maeneo ya shughuli za nyuklia ya Iran. Mashambulio hayo yakiwa ya kwanza kufanywa na Marekani tangu mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu mwaka 1979 dhidi ya taifa hilo. Hivi leo Israel nayo imesema inaendelea kushambulia katika mji wa magharibi wa Iran wa Kermanshah, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu kutanuka kwa vita hivyo na kuwa vikika. Rais wa Marekani Donald Trump sio tu ameionya Iran dhidi ya kufanya mashambulio ya ulipaji kisasi, bali amezungumzia pia juu ya uwezekano wa kufanyika mabadiliko ya kiutawala ndani ya Iran. Yote hayo yameongeza wasiwasi duniani kuhusu hatma ya mzozo huu, huku bei ya mafuta ikipanda zaidi ya 4% leo Jumatatu. Viongozi wa ulimwengu wanaonyesha kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kutanuka vita hivi, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika mkutano wa dharura ulioitishwa jana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alionya dhidi ya kuendelea kwa mashambulio ya kulipiziana kisasi, wakati China nayo hivi leo ikitahadharisha dhidi ya kusambaa kwa vita hivyo, huku ikiitolea mwito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi kuzuia vita hivyo kuathiri uchumi wa dunia. China imezungumzia umuhimu wa njia ya bahari ya Ghuba katika pwani ya Iran. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameitaka Iran kutochukua hatua zaidi ambazo zinaweza kuathiri uthabiti wa kanda hiyo. Katika makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, mawaziri wa mambo ya nje wamekusanyika na swala la Iran na Israel ndio ajenda kubwa kwenye kikao hicho. Mkuu wa sera za nje wa masuala ya usalama Kaja Kallas amesema umoja huo una wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulio ya kulipiziana kisasi na kutanuka kwa vita hivyo. Leo tutakuwa na mkutano mrefu wa baraza la mambo ya nje. Tumeshaijadili Iran, lakini bila shaka tutajadili zaidi suala hilo. Mawaziri wanajikita zaidi katika kutafuta suluhisho la kidiplomasia na pia kutazama wasiwasi mkubwa uliopo kuhusu mashambulizi ya kulipiziana kisasi na kutanuka vita hivi, na hasa wasiwasi wa kufungwa na Iran kwa mlango bahari wa Hormuz. Hicho ni kitu kitakachokuwa hatari zaidi na sio kizuri kwa mtu yeyote. Wakati wasiwasi huo ukizungumziwa na viongozi wa ulimwengu, bunge la Iran tayari limeshaidhinisha hatua ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao kwa hakika ndio njia muhimu kabisa ya usafirishaji mafuta duniani. Ali Akbar Falayati, mshauri wa kiongozi wa juu zaidi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, amesema nchi yoyote ile iliyotumiwa na Marekani kufanya mashambulizi yake dhidi ya Iran ni halali kushambuliwa na jeshi la Iran. Na mkuu wa shirika la
kudhibiti matumizi ya nguvu za atomiki IAEA Rafael Grossi muda mfupi uliopita amesema kwamba inatarajiwa uharibifu mkubwa umefanyika katika kinu cha nyuklia cha Fordo baada ya mashambulio ya Marekani yaliyofanywa kwa kutumia makombora yenye uwezo mkubwa wa kupasua miamba. Grossi ametaka waangalizi wa shirika hilo warejee kwenye maeneo ya vinu vya nyuklia vya Iran yaliyoshambuliwa kufanya tathmini ya kina. Ni ripoti yake Saumu Mwasimba. Na msikilizaji, swala hili la Iran na Israel ndilo ambalo tutalijadili katika mjadala wetu leo mchana, ambapo tutakuwa naye Abdul Fattah Musa akiwa kule Tehran nchini Iran, na vilevile Ibrahim Rahibi akiwa kule Dar es Salaam Tanzania, na Harrison Mwilima akiwa katika jiji la Berlin hapa Ujerumani. Idadi ya vifo vya Wapalestina katika ukanda wa Gaza imefikia watu 55,959 hadi sasa, huku wengine 131,242 wakijeruhiwa tangu kuanza kwa vita kati ya Hamas na Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Haya yanajiri huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema kuwa mafanikio katika mzozo dhidi ya Iran yatasaidia juhudi za vita vyao katika ukanda wa Gaza. Saumu Njama na taarifa kamili. Kwa mujibu wa takwimu kutoka hospitali ya Gaza na huduma za ulinzi wa raia, katika saa 24 zilizopita mashambulizi ya Israel yameua Palestina 51 na kujeruhi wengine 104. Jumamosi pekee takriban watu 41 waliuawa katika mashambulizi ya ardhini na angani. Wakati huo shirika la msaada la World Central Kitchen lilitangaza Jumamosi kurejelea shughuli zake katika ukanda wa Gaza baada ya kusitishwa kwa zaidi ya wiki 6. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, shirika hilo limesema kuwa malori ya misaada yamewasili Gaza kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya wiki 12, na huduma ya chakula itaanza tena katika maeneo kadhaa, hatua muhimu katika kukidhi mahitaji ya dharura ya Wapalestina waliotawanywa. Huku haya yakijiri, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa mafanikio katika mzozo dhidi ya Iran yataisaidia katika juhudi za vita vyake katika ukanda wa Gaza na kuwarejesha mateka nyumbani, lakini alikiri kuwa hatua hiyo inahitaji muda zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, Netanyahu amesema As far as Gaza is concerned, this war could end tomorrow. Kuhusu Gaza, vita hivi vinaweza kumalizika kesho au hata leo. Ikiwa Hamas itakubali kujisalimisha, kuweka chini silaha zake na kuachilia mateka wote, basi vita vinaisha papo hapo. Lakini wanakataa kufanya hivyo. Ninaamini hatua zetu dhidi ya Iran zitatusaidia kuharakisha ushindi wetu na kuachiliwa kwa mateka wetu wote. Tunaamini tunaweza kuwapa Gaza mustakabali tofauti. Hali inaweza kubadilika kesho. Natumai itabadilika, lakini nina mpango wa amani ya kudumu. But I have a plan for a permanent peace. Ameongeza kusema kuwa Israeli inaendeleza operesheni zake katika nyanja mbalimbali na kwamba wanakaribia kufikia malengo ya kuangamiza kabisa kundi la Hamas. Siku ya Jumapili, jeshi la Israeli lilitangaza kuwa limepata miili ya mateka 3 waliouawa Gaza zaidi ya miezi 20 baada ya kutekwa na wanamgambo wa Hamas. Kati ya mateka 251 waliotekwa wakati wa shambulio la Oktoba 7, 49 bado wanashikiliwa, wakiwemo 27 ambao jeshi la Israeli linasema wamefariki. Ni ripoti yake Saumu Njama kuhusiana na hali ambayo inaendelea huko Gaza. Tugeukie sasa mgogoro mwingine, na huu unahusu Urusi na Ukraine. Idadi ya waliouawa kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni kabisa ya Urusi nchini Ukraine imefikia watu 7 baada ya Moscow kuishambulia Kiev kwa droni na makombora. Wakati huo huo, Urusi imeeleza kuwa mifumo yake ya ulinzi imedungua droni 23 za Ukraine usiku wa kuamkia hivi leo. Juhudi za kusaka suluhu ya kudumu zimeambulia patupu kufikia sasa. Kwa upande mwingine, mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO umeandaliwa kufanyika wiki hii na ajenda inajumuisha mzozo huo. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi. Ukraine imebainisha kuwa Urusi ilirusha droni na makombora yaliyowaua watu 7 jijini Kiev alfajiri hii leo.
Madhara makubwa yameshuhudiwa kwenye wilaya ya Shevchovshinsky ambako jengo la ghorofa 5 liliporomoka. Watu 6 waliuawa kwenye eneo hilo, anasema meya wa Kiev Vitali Klitschko. Wengine 10 akiwemo mama mjamzito waliokolewa kutokea jengo jirani la ghorofa ambalo pia lilishambuliwa vibaya. Zaidi ya watu 20 walijeruhiwa kwenye shambulio hilo la Kiev, wakiwemo watoto, kulingana na mratibu wa kijeshi wa jijini Kiev Timur Tkachenko. Kwenye uwanja wa majengo hayo yaliyoporomoka, magari yaliyoteketezwa yalionekana yakifuka moshi. Mashambulizi haya mapya yanafanyika kiasi cha wiki moja kabla ya jingine lilowaua watu 28 mjini Kiev, na kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Syrskyi ameshikilia kuwa wataimarisha mashambulizi yao dhidi ya Urusi. Juhudi za kusaka suluhu ya kidiplomasia bado hazijafua dafu, ukizingatia kikao cha mwisho kati ya Moscow na Kiev kilifanyika wiki 3 zilizopita na hakuna mikutano mingine iliyoripotiwa kupangwa. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alibainisha kuwa Urusi iliwavamia kwa droni na makombora ambayo anasadiki yalitokea nchi jirani. Zelensky aliasa kuwa nchi zote jirani ya Urusi, Iran na Korea Kaskazini, zinapaswa kufikiria sana ikiwa zinaweza kuokoa maisha, wakati ambapo kile alichokiita muungano wa uuaji unaendelea kueneza ugaidi na hofu. Ifahamike kuwa Zelensky anajiandaa kwa ziara ya Uingereza hii leo, ambayo ni moja ya wandani wake wa karibu. Ajenda ya kikao ni pamoja na masuala ya ulinzi na vikwazo dhidi ya Urusi na washirika wake. Ziara hii ya Jumatatu inafanyika wakati kongamano la jumuiya ya kujihami ya NATO limepangiwa wiki hii mjini The Hague, Uholanzi. Hata hivyo, waandalizi wanajitahidi kuzuia makabiliano ya ana kwa ana kati ya Rais Zelensky wa Ukraine na Donald Trump wa Marekani. Tangu Trump kurejea madarakani, Marekani imeisogeza Urusi karibu na kuupinga mtazamo wa mataifa mengine ya magharibi kuelekea mzozo huo ambao umedumu zaidi ya miaka 3. Kiev imekuwa ikiilaumu Urusi kwa kuhujumu harakati za kufikia makubaliano ya amani ili kufanikisha azma yao ya kuteka maeneo zaidi ya Ukraine. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 7:17 Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, jana Jumapili, kwa mara ya kwanza kanisa Katoliki limeanza kutekeleza mwongozo wake mpya wa uendeshaji wa shughuli za kanisa hilo, ambapo pamoja na kuzuia wageni kutoka serikalini, wa kidini na kijamii kutopata nafasi ya kuzungumza au kutoa hotuba wakati wa ibada, pia kunafanyika ibada maalum ya amani, taifa hilo likielekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Sudi Mnete amezungumza na naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania TEC, Padri Chesko Msaga, ambaye kwanza anaanza kwa kueleza liturujia ni nini. Liturujia ni maadhimisho ya kila siku ya kiibada yanayofanyika ndani ya makanisa au nje ya kanisa, na liturujia ni maisha ya kila siku ya muumini Mkatoliki. Kwa hiyo inaweza kuwa liturujia ya misa takatifu, itakuwa liturujia ya neno la Mungu, liturujia ya ibada fulani labda ya mazishi na kadhalika. Zote hizo ni liturujia. Sasa kwa nini mmetoa mwongozo huu, maboresho ya liturujia katika kipindi hiki na si wakati mwingine wowote uko nyuma? Sasa hivi ndio mmetoa na umezusha mjadala katika jamii ya Watanzania. Ni kawaida kwa kanisa kila wakati linapoona kwamba kuna haja ya kufanya au kuwakumbusha waamini yale mambo ya kimsingi katika maisha yao, kanisa linafanya hivyo, na halizuiliwi kwamba kipindi fulani ndicho mwafaka zaidi kuliko kipindi kingine. Ni kuwakumbusha, ni kama vile siku zote tunaambiwa tutubu dhambi zetu. Haina maana kwamba kwa sababu watu wamezidisha maovu ndio maana wanaambiwa watubu. Kanisa linasema siku zote tubuni na kuiamini Injili, na huo ndio ni kazi yetu. Katika waraka wenu huu mmeandika, nikiunukuu, tumejikuta tumejenga tabia kuingiza matangazo mengi na hotuba nyingi kwenye maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia. Jambo hili likiachwa liendelee litafifisha heshima tuliyopaswa kuitoa katika ukuu huo wa liturujia mbele ya Mungu wetu. Nukuu hiyo padri. Kuna jambo la dhambi au kinyume na maadili linafanyika kwa wakati huu? Sio dhambi, sio kila kitu kinachofanyika ambacho ni nje ya liturujia ni dhambi, isipokuwa kinakiuka ile miongozo ambayo imewekwa. Mfano nikupe, mimi ninaweza kuwa ni kiongozi wa ibada, kabla ibada haijaanza namuita rafiki yangu Mnete ambaye amekuja kutoka DW, naambia salimia waamini. Huo sio utaratibu wa kiibada.
kwa yenyewe sio dhambi kwamba mneti amekuja pale mbele ya madhabahu akawasalimia watu, lakini huwa tunamsikia tu kwenye redio, lakini ni nje ya utaratibu wa kiibada. Nimeona kwamba kwa ufupi mnatambua uwepo wa wageni wa kidini, kiserikali, kijamii na waalikwa wote bila ya kuwapa nafasi. Sasa mtakuwa hamwapi tena nafasi ya kuongea, kutoa hutuba wala kusalimia. Na hili nalo manake wakati mwingine wageni wanataka kutoa sadaka, kusaidia kanisa, kutoa mambo mazuri, wengine wageni kutoka nje ya kanisa lenu. Hamwezi kuwatambua kwa kuwapa nafasi ya kusema chochote? Wageni ninaamini kwamba kama wanataka kutoa msaada, kuna majukwaa ya kufanya hivyo. Haitakuwa katika utaratibu wa kiibada. Padri Chesko, itakumbukwa hata hapo Tanzania kiongozi wa juu kabisa wa serikali wakati mwingine baada ya ibada katika kanisa fulani alikuwa anajitokeza na kuzungumza, anasema lolote, kusalimia waumini. Haitakuwa na nafasi manake. Haitakuwa na nafasi kwa mtu yeyote tu. Yaani kwa mtu yeyote, hata angekuja kiongozi mwingine yeyote yule, hata kutoka sijui wapi, hata ruhusiwa kwenye maeneo ya ibada. Labda awe tu ni kiongozi wa ibada, mwisho wa ibada atapata nafasi ya kuwashukuru waamini ambao wamefika katika ibada na kadhalika. Lakini watu wengine wote ambao sio viongozi wa ibada, hakuna mtu yeyote atakaye zungumza pale wakati ibada inaendelea. Padri Chesko Msaga, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania TEC, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Kwa kina cha mahojiano hayo, jiunge nasi kesho mchana katika mahojiano maalum ya Kinaga Ubaga ili uweze kupata undani zaidi wa mahojiano hayo. Na sasa tugeukie michezo na mwenzangu Bruce Amani yuko hapa studioni.